Na shukrani sana mtazamaji wa Filmac TV. Tumerejea tena leo hii katika misururu ya mahojiano yetu ya moja kwa moja. Leo hii katika Filmac TV tuna furaha ya kuweza kumpata kiongozi katika wadi ya Mbololo, eneo bunge la Voi, kwenye kaunti hii ya Taita Taveta. Si mwingine ila ni Lawrence Mzuga. Atakuwa anazungumza nasi akiwa ndiye MCA wa sasa hivi, na mengi atakuwa anatueleza kuhusiana na safari yake ya uongozi na yale ambayo yanaendelea na yajayo. Mambo yatakuwa namna gani? Nisichukue muda wako mwingi. Karibu mheshimiwa kwenye Filmac TV, utueleze pengine hali imekuaje, wale ambao hawamfahamu kwa ukaribu Lawrence Mzuga wamfahamu kwa njia gani, na safari ya uongozi imekuaje tangu ingie kwenye kiti? Asante sana ndugu yangu Mariki kwa nafasi ambayo umenipatia ili nije niweke bayana mambo ya uongozi wa wadi hii ya Mbololo, wadi yangu ya Mbololo. Ndugu yangu, kwa wale ambao wanafahamu vizuri, mimi ni mwalimu Lawrence Mwanjala Mzuga, na ni kwa neema ya Mungu ndio area MCA wa eneo wadi la Mbololo, na pia ni mdogo wa wengi bungeni, deputy majority leader katika chama cha ODM katika bunge letu la kaunti ya Taita Taveta. Pia mimi ni mkaji wa kijiji cha Mkwachuni, hapo ndo nimezaliwa, na naishi Mkwachuni, lakini pia naishi Voi. Niko na boma mbili Voi, pale Mabomani nimejenga, naishi huko, na Mkwachuni ndo nimezaliwa, na familia yangu inaishi upande wa Mombasa. Umeuliza swala nyeti kuhusu safari ya uongozi katika eneo wadi la Mbololo. Na kusema kweli ndugu yangu, uongozi nimeupenda. Nimependa uongozi sana kwa sababu ni tamanio langu kwa miaka mingi kwamba nipate kubadilisha maisha ya wananchi wangu na kizazi kwa jumla. Sasa mimi kwa moyo wangu nimependa uongozi sana na naupenda kwa moyo wangu wote. Lakini ndugu yangu, uongozi haukosi changamoto zake. Na naweza kusema kwamba safari yangu ya uongozi haujakuwa rahisi hivyo. Haijakuwa rahisi sana kwa sababu ya changamoto za kawaida za kimaisha. Manake Waswahili husema uongozi ni jaha, kwamba mambo yote ambayo yanatendeka katika kizazi hiki tunalimbikiziwa lawama kama viongozi, nalimbikiziwa lawama kama mjumbe ama kama MCA wa Mbololo wadi. Lakini tangu nichaguliwe tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 na nikapishwa tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2022. Sasa naweza sema kwamba ni miaka mitatu na miezi kadhaa. Na kusema kweli, kwa hii miaka mitatu nimejisomea mengi sana. Nimeyafahamu mengi, nimeyajua mengi. Kuna yale ambayo tuliahidi wananchi ambayo tutawafanyia, na tuliahidi mambo hayo tukiwa tuko nje ya uongozi. Lakini sasa tuko ndani, tunayajua ya ndani na tunayajua ya nje. Kwa hivyo kuna yale yenye tuliahidi tumeweza kuyafanya. Naweza sema kwa ujasiri wa Mungu kwamba kuna yale ambayo tumefanya na kuna yale ambayo hatujayafanya na tunatarajia kuyafanya, na kuna yale ambayo hatujayafanya na nikiangalia muda ambao umebaki mengine hatafanyika. Na hiyo ni kawaida ya maisha. Unapanga yanafanyika, unapanga hayafanyiki kwa ule muda unataka, na unapanga na mengine hayafanyiki. Kwa hivyo naweza sema kwamba yale ambayo tuliahidi tuliyafanya kwa kadri, na mengine iko hii miezi 15 imebaki tutayafanya, na mengine labda hayatafanyika kabisa. Naweza sema hivyo kwa jumla. Unapozungumza hayo namna hiyo, pengine kwa miaka mitatu hii ambayo imekamilika, pengine ni kipi ambacho unajivunia ambacho umekitenda katika uongozi wako kwenye bunge na pia katika wadi yako ya Mbololo? Ndugu yangu, mimi nilienda kwa uongozi nikiwa na riwaza ambayo ilikuwa thabiti kabisa. Riwaza yangu ilikuwa ni triple E: education, employment, empowerment. Elimu, kuwezesha
na uajiri. Kati ya mambo matatu naweza sema kwamba najivunia elimu sana katika eneo bunge la eneo wadi la Mbololo. Kwa sababu ndugu yangu ninavyoongea sasa, mimi niliahidi wananchi wangu kwamba mimi nitakuwa mstari wa mbele kutetea elimu ya mtoto wa Mbololo. Na nitetea elimu ya mtoto wa Mbololo, si mtoto wa Mbololo peke yake, lakini ni mtoto wa Taita Taveta. Na nikasema kwamba cha kwanza, wazazi wetu wana uwezo wa kulipa school fees vile inavyotakana. Watoto wengi walikuwa wako nyumbani kwa sababu ukosefu wa karo. Na nikasema kwamba katika ule uongozi uliopita ambao ni wa Mheshimiwa Samboja, walikuwa wanatenga shilingi milioni 5 kila wadi kwa ajili ya basari za watoto wetu. Mimi nikaona kwamba hilo nitone katika bahari. Nikasema kwamba ningeambia wananchi wangu nikiwa niko nje kwamba mimi nitapeleka mswada wa kwanza bungeni kupandisha kiwango hicho maradufu, kuanzia milioni 5 kwa wadi ambao ni milioni 100 kwa kaunti nzima kwa wadi 20, mpaka milioni 20 kwa wadi, milioni 10 kwa wadi 20, ikiwa milioni 200. Na nilipokuwa naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya elimu, hilo ndio swala tulianza nalo. So unahisi kwamba milioni 10 inatosha? Milioni 10 ilikuwa wajua basari ndugu yangu ni kufidia tu. Uwezi si kama scholarship ambao unalipia yote kwa jumla. Lakini kama umeifanya ikawa maradufu, basi kunayo afueni kidogo. Manake ukiangalia milioni 10 ukipatia watoto 1000, watoto 1000, 10,000, hawa watoto 1000 kwanza kwa hizi shule ambazo ni si za mabweni, fee yao ilikuwa 15,000 kwa mwaka, 16,000 kwa mwaka kama Mbololo Secondary, 16,000 kwa mwaka. Ukimlipia mtoto 10,000, umebakisha mzazi na 6,000 peke yake kwa mwaka mzima, ambao kigawanya kwa miezi 12, hiyo ni shilingi 500 kila mwezi. Sasa mzazi akikimbia hapa na pale kuchoma makaa, kuuza kuku, kufanya hivi, anaweza pata hiyo 500 na mtoto akabaki shuleni. Kwa hiyo shule zingine ambazo ambazo ni boarding school bado ni pesa kidogo, lakini pia ukifanya maradufu inasaidia kidogo. So mimi niliona na afueni kubwa sana Mbololo, kwa sababu wazazi wengi, shule nyingi ambazo zilikuwa za day school kama Mwangea, kama Mbololo Secondary, kama Precious Girls, kama Voi Girls, hizo shule zilikuwa zinafaika sana na hizo pesa, kwa sababu kwanza mtoto anabaki shuleni anasoma, na watoto wengi ambao wamefanya vyema lakini familia zao hazijimudu, wengi wanaenda day school. So wanabaki pale shuleni. Kama mimi nilienda day school na nikaenda university kwa sababu nililipiwa karo ya day school. Kwa hivyo tukaona kuna afueni kubwa sana katika swala la elimu. La pili, ile fomu ya basari ilikuwa iko na changamoto kubwa sana. Mara uipeleke shuleni uiregeshe, uipeleke kwa chifu uiregeshe. Tukaenda tukaketi chini na watu wangu wa kamati ya elimu, tukaipunguza ikawa only one leaf. Mtoto anajaza dakika 2, inapigwa muhuri na mchungaji, imeishia hapo, ili kuzuia watoto wasikimbie wakijaza bursaries. La tatu, katika kaunti ya Taita Taveta, wadi peke yake ambayo kuna kuanga na free tuition, holiday tuition ni Mbololo wadi. Nilienda nikaketi chini na walimu kadha, nikatengeneza hall mzuri, ile hall ya Mwarangini na ile hall ya Mwakiki. Watoto wanakaa pale wanasoma, ili ile long holiday wasikae nyumbani. Nalipa walimu mimi mwenyewe, alafu wanafunzi wanakuja wanasoma, especially masomo haya ya science na hesabatia. So hiyo pia nilifanya ndugu yangu kama upande wa elimu. Na mwisho kabisa kuna ule ufadhili wa kibinafsi. Kwa mfano Mbololo wadi rural tulianzisha what we call Village Education Fund, ambapo wazazi wanalipa shilingi 100 kila mwezi. Tunakusanya hizo pesa, tunapatia watoto basari za wazazi, si basari za county, si za MCA, za wazazi. Mwaka uliopita tulipatia watoto 40, kuanzia 5,000 na kuelekea 10,000, tukapatia basari zetu sisi wenyewe kupitia kwa Village Education Fund. Manake niliona kwamba
kama tuko na kamati za matanga, ndugu yangu, tuko na kamati za harusi na zinafanya kazi vizuri sana, watoto 50 kila mwezi, 100 kila mwezi. Kwa nini tusikuwe na kamati za elimu za kujadili masuala ya elimu? Kwa hivyo sasa hii inaendelea. Hata leo ninavyoongea, leo kulikuwa na mkutano wa elimu wa Village Education Fund pale Mwakiki Social Hall, ukiongozwa na dadangu Beatrice ambaye ni secretary wangu, na wanaendelea kuchanga. Mwaka maybe in the middle of the year tutapeleka watu wengine kama 40 ama 50. Hiyo ni kusaidia elimu endelee kukua, ndugu yangu. Alafu la pili ni empowerment. Empowerment ni kuwezesha mtu, kumpatia ujuzi, kumpatia fedha za biashara, kumsaidia ili ajiwezeshe. Mwaka wa kwanza tulikuwa na shilingi milioni 2. Tukapatia vikundi karibu 50. 50,000 na 1,100 wafanye table banking. Unajua pia elimu ya primary school wazazi wanashindwa kulipa, lakini wakiwa table banking mtoto mzazi anachukua 10,000 aregeshe polepole alipie mtoto wake. Sasa nikapatia vikundi kama hivyo, nikapatia vikundi 5 vya bodaboda pikipiki mpya, nikapeleka watoto 147 driving school. Walifanyia wengine 97 walifanyia hapa CIT kupitia CIT, alafu na wengine wakafanyia Tausa Polytechnic. Watoto 147 wakapata driving license. Sasa hii wako mtaani, wako Mombasa, wengine wako Nairobi, wengine wako Voi, wanajimudu. Wanaweza endesha pikipiki, wanaweza endesha tukutuku, wanaweza endesha magari na kadhalika na kadhalika. Alafu pia katika hali ya kuwezesha watoto, mwaka wa kwanza nilipeleka watoto 100 katika vyuo vya Wanai, Tausa, Mraru na VTC ya Voi, wasomee ujuzi kama wiring, welding, tailoring, hairdressing, dressmaking and so on, mechanics na masonry. Wamesomea watoto 100. Sasa hizi ninavyoongea niko na watoto 300. Hata juzi nilikuwa pale nikiwa address, hata nafikiri mmeona kwa mtandao, nikiwa address watoto 125 ambao tuliwafadhili kwa kati ya shilingi 7,000 na 10,000 kila mmoja, wasomee hizo ujuzi. Maana ukiangalia ujuzi kama short term courses ziko kama 15,000, zingine 10,000 amemaliza. Sasa ukimpatia 10,000 umemlipia yote. Kama 15,000 anabaki na 5,000 anamalizia. Apate an artisanal course, maybe grade 1, grade 2 ama grade 3, ili pia waende wafanye shughuli, washughulike. Na mwaka huu vile vile tumetenga pesa za empowerment ili kupatia watoto na wazazi, vikundi za vijana na vya kina mama wajimudu table banking, wajisaidie ili wakaweze kujikimu kidogo kidogo. Nashukuru kuna vikundi vimefanya vizuri sana. Kama kuna kikundi kimoja kinaitwa Mbololo Riders, nilipatia kuku 30 kuku 35 kila mmoja na unga wa kilo 50 wa kulia kuku starter, na wengine wanafanya vizuri. Of course kama hii kuna wengine ambao ni watepetevu hawezi fanya vizuri, lakini kuna vijana sasa hizi naona wako na kuku zao, wakitaka kununua hata kama shati, anauza kuku, ananunua shati. Hata kwa mtoto shuleni anauza kuku njogoo 5 anajikimu. Kuna kundi kingine cha Mwangarana pale wamenunua mbuzi, wako na mbuzi zao. Wamenunua mbuzi kutokana na kuku? No, wamenunua mbuzi, niliwapatia pesa ya grant, wakaenda wakanunua mbuzi zao, kila mtu mbuzi zake 2 Mwangarana pale Mbololo Rural. So sasa hizo kuna mbuzi zimeanza kuzaa, wengine wanakamua mbuzi. So mimi naona kama that is the empowerment we need at the lowest level possible, because Rome is not built in a day. Yeah. Asante, na tumeona umeeleza vizuri sana katika vipenge vyako ambao ulikuwa umeeleza. Pengine nikutoe hapo katika yale ambao unajivunia, nikutoe pale na nikukumbushe kwamba ulikuwa umetangulia kutuambia kwamba wewe ni naibu wa kiongozi wa wengi kwenye bunge ukiwa katika chama cha ODM. Kwaendaje kwenye kaunti hii ya Taita Taveta na hasa eneo hili la Voi pia ambapo wewe upo, chama cha ODM mwelekeo uko vipi? Tumeona mambo yamenyamaza tangu baba aondoke, roho yake endelee kupumzika pema peponi, lakini ni kwamba kuna msukosuko hapa na pale. Pengine tuelewe vipi kutoka kwenu kama viongozi wa kaunti? Mimi nilienda kuwania kiti cha MCA Mbololo na tikiti ya ODM. Na ndugu yangu Mariki, mimi
nilipitia katika moto, maana nilienda kwa party primaries Mchujo, na nikawapiku wenzangu 5 wenye tulikuwa tunashindana nao, na chama kilinipeleka pale bungeni kinaitwa ODM. Sasa hii nasikia eti kuna ODM Linda Ground na Linda Mwananchi, lakini nauliza swali moja, katika registration of political parties ni chama gani kimekuwa registered? Swali la kwanza. Swali la pili, mimi kila mwezi nalipa pesa subscription ya chama shilingi 5,000. Nalipa nani? So kulingana na mimi ODM bado ni moja. ODM ni moja, ile ambayo na subscribe, ile ambayo ilinifadhili kwenda kuania kiti cha MCA Mbololo. Kitu kinachoendelea sasa hizi ni malumbano, ideological differences, malumbano ya kihisia, malumbano ya kimawazo, kwamba kuna watu wanasema kwamba tulinde ground, wanasema tulinde Mwananchi, wengine wanasema kwamba tuungane mkono na serikali kuu, wengine wanasema kwamba serikali kuu imetuangusha, kwa hivyo hatuungana nao mkono. Lakini kulikuwa na kinara hii chama ambao ni Raila Amolo Odinga, yale ambao walielewana wakiwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto. Apart from the 10-point agenda ambayo tumeiona, najua kabisa kabla Raila kuvuta pumzi zake za mwisho alibakisha ODM ikiwa iko na uhusiano na serikali kuu, wakisema kwamba watatekeleza 10-point agenda. Sasa Raila hakutoa mwelekeo kama 10-point agenda isipotekelezwa nini kitafanyika, ama ikitekelezwa nini kitafanyika. So kila mtu ameachwa katika hali ya sintofahamu kwamba haijafanyika ama imefanyika kwa fulani. Kuna msemo kwa Kiswahili unasema kwamba mti mkuu ukianguka ndege hutaabika. Ina maana sasa wana ODM wanataabika sana. Mimi kusema kweli sijatikisika. Mimi sina wasiwasi kabisa na mambo ya ODM. Kwanza mimi ninaangalia Biblia sana kwa sababu utawania tena na tiketi ya ODM ama utaenda na tiketi ya chama kingine. Ndio nakwambia kuna Biblia inasema kwamba stand still and wait upon the Lord. Hapo ndo niko. Kwamba mahali niko. Hapo ndo niko. Kumekuwa na msukosuko wa uongozi wa chama cha ODM kwenye kaunti ya Taita Taveta. Je, wewe ulifanikiwa kuchaguliwa kuwa baadhi ya viongozi kwenye kaunti hii? Mimi sikuwania kiti chochote. Mimi katika chama cha ODM sikuwania kiti chochote. Lakini uchaguzi ulifanyika na viongozi tunawajua kuanzia juu mpaka chini. Tunawajua wale ambao majina yao yameenda Nairobi after uchaguzi ulifanyika. Kwa hivyo mimi kulingana mimi chama cha ODM kiko imara Taita Taveta. In fact bwana ndugu yangu, unashangaa watu wakisema eti ODM imesambaratika. Alafu wanasema eti sasa turuke huku. Ni chama gani kiko strong kama ODM Taita Taveta? Le chama unaweza sema hivi unaweza kitaja useme uweke vigezo kabisa kwamba hiki kiko strong kushinda ODM. Pengine haviko dhabiti, ila kwamba pengine vimeanza kupenya hapa na pale. Of course kupenya lazima mpenyo wa ODM. Kwa mfano uchaguzi uliopita ambapo ulichaguliwa kwenye tiketi ya ODM, utapata kwamba mliopata kuchaguliwa kwenye ODM mlikuwa wachache kuliko hapo awali. Na hiyo change is inevitable. Kuna wakati ndugu yangu tulikuwa na chama kimoja Kenya. KANU ndio baba na mama. Tukaja multi-party. Alafu wakati wachungwa ndizi 2005 kwa kama kuna ODM, a very strong ODM. Lakini dynamics zikaja tena. Vile vyama vingine pia vikafuka kivyao. Kwaja coalition ya Rainbow, NAK. Kwaja Jubilee na UDA na UDA na URP. Kukaja tena, so hii mabadiliko ni ya kawaida.
and you expect more of changes anyway. So the ukweli mambo ni kwamba kuweka wananchi wote akili zao mahali pamoja katika Kenya na demokrasia ambayo imekuwa kiango hiki waga ni ngumu sana, lakini all having been said and done, we still command the highest number of seats, especially in the county assembly, than any other party. The second party which came recently ni PA, na PA sasa hizi tavongeza hizi haiko ngama haiko. Una ushahidi? Haiko. Okay, sina ushahidi pase kwa sababu pia ni ideological differences, same applies to ODM, lakini duru za kuaminika ni kwamba PA iko katika mhemko wa kusambaratika, na kama itasambaratika itabaki kama vile vyama vingine kama shirikisho, kama kile cha nani cha Mwandabiro Mganga. Hata kufield candidate cha kwa ngumu the next election, though it is a prediction, it is not on a solid foundation. Yeah. Sawa, ni mheshimiwa huyo Lawrence Mzuga ambaye ni kinara katika bunge la kaunti ya Taita Taveta, ama naibu kinara wa wengi, ambao yeye ndo anashikilia nafasi ya ODM, lakini amesahau kutuambia kwamba ambaye ni majority leader na yeye ndo mdogo wake hako kwa chama ya Wiper, lakini hataka kukubali kwamba Wiper pia iko na mizizi kwenye kaunti hii na vile vile chama cha PA, sababu ni kama mmeenda draw na wale ambao waheshimiwa wamechaguliwa karibu 5-5 hivi nikijaribu kupiga hesabu ya mara moja, lakini wewe umejaribu piga wenzako makumbo, lakini inaeleweka sababu ni vita vya kisiasa. Bwana Mariki, mimi nasema ukweli, chama chenye kiko na wengi vyama viwili 5 PA na ODM la kwanza, Wiper iko na 4. Huoni hapo kidogo umekaribiana? Tumekaribiana, na ndio maana nakwambia kwamba kuweka watu wote wa Kenya saizi kwa kikapu kimoja ni ngumu, lazima kuwe na malumbano ya kimawazo. Kwa hivyo, lakini tukienda kwa ballot box leo, sisi na Wiper wako na 4, sisi tuko na 5 bungeni. Lakini sasa na PA ambao unasema haieleweki. Sasa PA kulikuwa na PA imekuwa na changamoto. Manake changamoto yake kubwa ilikuwa kwamba PA mwanzoni kabisa ilikuwa katika opposition. Alafu wakaja wakaandika mkataba, baadaye walipoingia wakajiunga na serikali. Sasa tusiongee sana ya PA, manake hawapo hapa kujitetea. Yes. Lakini tutatafuta atakuja kujibu madai yako. Yes. Mtazamaji, tutakuwa tunamalizia mazungumzo na Mzuga, lakini kwanza tusiondoke kabla tujue, pengine kuna watu wanasema Mzuga ni one term. Una ujumbe kwao? Mimi nawahurumia sana. Wewe unasema Mzuga ni one term, yani hata ingekuwa ni brother yangu ambaye anasimama na Mzuga, ningemwambia ache kupoteza wakati. Mzuga is a sure bet. 2027 nitarudi kwa kiti changu kama MCA Mbololo. Na sitarudi kwa sababu eti mimi ni mzuri sana kushinda mwingine. Nitarudi kwa sababu la kwanza najiamini. Na niko na ndoto. Na ndoto yangu si ya kibinadamu vile watu wanafikiria. Unajua hata Daudi watu walimwangalia kibinadamu tu. Na yule Yese anaambiwa kwamba kuna mtoto tutataka tumpake mafuta. Wakatafuta kimwili, wakamaliza. Wakaambia kuna mwingine ameenda kuchunga. Huyo mwenye ameenda kuchunga ndio mwenye tunamtaka. Sasa watu wengi wamemchukua Mzuga wakampatia judgment ya kibinadamu. Lakini hawajui kwamba ndoto yangu ni ya kiungu. Kwa hivyo mimi nasema ukweli kabisa, na tutakuja tuturudi hapa kwa hii studio ndugu yangu. Ukweli kabisa 2027 the returning officer atatangaza Lawrence Mwanjala Mzuga, na tena nitashinda na kura nyingi kuliko zile nilipata. Juzi nilipata kura zaidi ya 3,000. Nafikiri mimi na ndugu yangu Azar tulikuwa tunafuatana hivi. We had the highest number of votes out of the 20 MCAs in the county. I'll get more votes in the coming election than the ones I got last. So mimi naambia wenzangu wapige msuli. Wajua katika mpira bwana, ndugu yangu, kuna kuanga na mashabiki ambao ni wananchi wanashangilia timu zao, lakini pale kwa line
pale kwa line kuna kuanga na wachezaji wanakaza msuli wakingoja eti kutakuwa na injury, labda wakingoja labda watapigwa substitute. Sasa hivi nimeshapiga goli 2 na kama wananchi wa Mbololo bado hawajaridhika na goli 2. Wanasema kwamba goli 2 bado za kuombolewa. Kwa hivyo lazima wanipatie tena nafasi nyingine ya pili, nyongeza zingine 2 ili wapate point 3 za kueleweka. Kwa hivyo huu mpira 90 minutes ulianza, first half inaisha mwezi wa 5 wakati bunge limevunjwa. Tunapumzika miezi 3, naingia second half, nyongeza bao zingine 2 na mimi nishapiga bao 2, point zangu 3, sirudi tena kwa MCA. Tutasonga mbele tukiomba Mungu uko mbele ili tuachie watu wengine pia wapate nafasi, vijana pia waingie wafanye kazi. Mimi bado ni kijana bwana, mimi bado ni kijana, utanitoa unipeleke wapi? So na ukweli mama ni kwamba hii miezi 15 it is a very long period of time to make a very big difference. Na umeona tayari ground imeweza kubadilika, watu wameanza kurudi, watu wale ambao walikuwa wamedismiss wamerudi. Ndugu yangu, unajua pia mimi nimekuwa na changamoto ya ugonjwa mwaka wote wa 2025 nimekuwa mgonjwa. Pole kwa hali hiyo. Sasa hizi ndo nimerecover, I'm fully recovered, na sasa hivi niko tayari kuchapa kazi na tutaichapa, na ndiposa miradi tunazindua, ndiposa tutapata kuku, tunafanya miradi zote, tunafanya miradi mingi mpaka wale wengine wengi wao nakwambia wata regret kwa nini wali announce kama wanasimama. Mimi nimeona tayari wataanza ku regret by December. Wengi wao watasema nilifanya blunder declare, kwa sababu hiyo range nitawachapa, hawataamini. Haya, hiyo range watachapo hawataamini. Si maneno yangu, ni maneno yake Mzuga. Tunashukuru sana mheshimiwa kwa kupata muda kuzungumza nasi. Tutaendelea kukualika mara kwa mara ili tuendelee kuzungumza na kujadili masuala ya siasa. Ni mheshimiwa Mzuga, na next time tutakuwa tunazungumza naye kuhusiana na uongozi wa county kwa ujumla. Yeye kama kiongozi, kama MC amekaa miaka hiyo, amekaa uongozi wa county na miradi ambayo ya county inafanyika, viongozi wa kitaifa wakija hapa kama bunge la serikali ya county ama kama bunge la county ya Taita Taveta, wanashirikiana vipi na serikali ya county ama executive ili kusongeza maendeleo ya wananchi mbele. Tutakuwa tunazidi kuzungumza na hayo, na tukiendelea kuomba kwamba uendelee kutufuatilia ndani ya Filmac TV, na kama kawaida tutaendelea kukuletea mahojiano mara kwa mara ambayo yatakuwa yanakuja kukuelimisha na kukufahamisha zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yanaendelea, na vile vile endelea kufuatilia Filmac, endelea kusubscribe. Hivi karibuni tutaanza kuleta maonyesho ya moja kwa moja, na maanisha kwamba live stream services zitakuwa zinaanza hivi karibuni. Tunaendelea kujipanga 1-2 ili kuhakikisha kwamba tunakupatia burudani ya kutosha na vitengo mbalimbali. Kumbuka pia kuendelea kusubscribe. Mie ni Julius Mariki na hii ni Filmac TV.